Tuko Mlimani City na leo palikuwa na shughuli ambayo ilikuwa ikiendelea, ni uzinduzi wa documentary ya The Guardian of the Peak, na moja kati ya wahusika kutoka bodi ya filamu ambaye amekimwakilisha mgeni rasmi, najua atakuwa ana neno zuri sana kuhusiana na documentary ya leo. Karibu uzungumzie kuhusiana na documentary ya leo. Asante sana. Jina langu ni Dr. Gervas Kasiga, mimi ni kaimu katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania. Na tumekuja hapa kuangalia filamu yetu aina ya makala, maana kuna filamu za namna nyingi. Hii ni documentary ya The Guardians of the Peak. Na kwa hakika hii ni filamu nzuri sana ambayo mimi na Watanzania wengi waweze kuja kuitazama. Waone namna ambao wanaweza kuitazama, kwa sababu inatukumbusha jambo kubwa muhimu la kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu, na hususan mlima Kilimanjaro ambao huu ni alama ya Afrika, alama ya Tanzania yetu, lakini ni alama ya uhuru na umoja wa nchi yetu. Kwa hivyo kuna haja ya Watanzania wengi kuweza kuangalia namna filamu hii ilivyo na nguvu ya kuweza kutukumbusha kuhusiana na kutunza mazingira yetu na hususan kutunza mlima Kilimanjaro. Zaidi hii filamu inakwenda mbali zaidi kwa sababu inaendeleza ule mwendelezo wa The Royal Tour, mwendelezo wa Amazing Tanzania, ambazo hizi ni kazi za filamu za kidokumentari ambazo Mheshimiwa Rais ameshazifanya. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshazifanya, na tunapoangalia The Guardian of the Peak inaenda kubeba yale maudhui au ile dhana ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akizungumza, hasa kwenye utunzaji wa mazingira kama nilivyosema, lakini pili kwenye kuhakikisha kwamba tunatangaza vivutio vya utalii wa Tanzania. Kubwa zaidi, filamu hii ni ya ushirikiano kati ya Tanzania na nchi ya China. Kwa hiyo unaweza kuona pia inazidisha ile kuweka ule msingi mkubwa wa mwendelezo wa uhusiano wetu wa nchi hizi mbili ambazo una zaidi ya miaka 60 sasa. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani hii filamu ilivyosheheni maeneo yote muhimu. Kwa hivyo kama mnavyojua, filamu ni jukwaa pana la kiteknolojia linaloruhusu sanaa nyingine kuweza kujipenyeza ndani yake, na tumeona ndani yake mandhari mbalimbali ya sanaa nyingine za kijadi yameweza kuonekana, lakini pia lugha yetu adhimu na tamu ya Kiswahili imeweza kupata nafasi katika filamu hii. Kwa hiyo unaweza kuona licha tu ya kutukumbusha swala la kutunza mlima Kilimanjaro na kutunza mazingira yetu, lakini inakwenda mbali zaidi sasa kwa kuhakikisha kwamba inafungua fursa nyingine za sanaa nyingine kuweza kupata nafasi ya kuonekana katika filamu yetu, lugha yetu kupata nafasi ya kuonekana katika filamu yetu, lakini pia inaongeza fursa sasa za ajira, fursa za utaalamu kwa sababu ya ushirikiano wa Tanzania na wa China, lakini pia hizo fursa za kibiashara kwamba tunapata fursa zaidi sasa za kipato kupitia utayarishaji wa filamu yenyewe. Kwa hiyo ni filamu ambayo imesheheni katika kila idara ambao mimi nawashajiisha Watanzania waweze kuitizama na kuweza kupata mazuri yaliyomo katika filamu hii. Okay. Filamu kama hizi mara nyingi hazipewi sana kipaumbele katika jamii yetu hasa ya Kitanzania. Wito wako ni nini kwa watayarishaji wa filamu za namna hii, hasa kama mmoja wa watu ambao labda pengine mmekuwa mkipigania hasa kusukuma gurudumu hili kwa hizi filamu za nyumbani? Kwa kweli tunawashajiisha kwa maana ya kuwa-inspire, lakini pia tunawahamasisha watayarishaji wenzetu wa filamu. Nasema wenzetu kwa sababu sisi bodi ya filamu tunasimamia filamu, na wengi wetu pia tulikuwa watayarishaji wa filamu. Kwa hiyo tunawashajiisha watayarishaji wenzetu wa filamu kuona umuhimu wa kuanza kutengeneza filamu za makala ambazo kiuhalisia zina nafasi ya moja kwa moja kuweza kuwaonesha jamii namna mazingira yetu yalivyo, namna watu wetu walivyo, ni wakati gani utu wetu ulivyo, je uko katika namna nyongonyefu au uko katika namna kubwa zaidi. Kwa hivyo ni muhimu kutengeneza filamu kama hizi, zinasaidia moja kwa moja yale mabadiliko ya kitabia. Mtu unaona jambo katika namna halisi, kwa hiyo kubadilika kwake kunakuwa rahisi, kwamba filamu kama ni chombo pia cha kuweza kufanya mabadiliko ya kijamii kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye tija. Kwa hiyo filamu za namna hii hasa za kimakala pia zina nafasi kubwa ya kufanya jambo hilo. Na sisi kama Watanzania kwa kipindi kirefu tumekuwa tutengeneze filamu za namna ya makala, lakini tunapotengeneza makala kwa kiasi kikubwa tutasaidia pia kuongeza vipindi vya runinga ndani ya televisheni zetu, lakini pia tutasaidia kutengeneza vipindi mbalimbali hasa kazi za kimakala ziweze pia kuingia katika mitandao ya kijamii na kadhalika, ambao pia zitaongeza sasa fursa zaidi kwa watayarishaji wetu wa ndani kuweza sasa kupata maeneo mengi zaidi ya kupata kipato kupitia utayarishaji wa filamu. Lakini tunasema sio utayarishaji wa filamu tu, kwa sababu unapata kipato, lakini hapo unatangaza nchi yako, unatangaza upekee wa nchi yetu, kama tunavyoona hapa kwenye The Guardian of the Peak, namna mlima wetu Kilimanjaro ambao ndio mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, lakini mlima tunasema ule mlima wima
mlima ambao umesimama wima, standing mountain, volcanic standing mountain pekee ambayo ni kubwa kuliko zote kwa kusimama duniani. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo kupitia Guardian of the Peak mlima Kilimanjaro pia umepata nafasi ya kutangazwa kwamba uko Tanzania, lakini pili umetangaza nchi yetu Tanzania, lakini tatu umetangaza mazingira yetu ya mkoa wa Kilimanjaro, na unaonyesha kabisa shughuli za kiuchumi zinazofanyika katika upandishaji wa mlima wa Kilimanjaro. Labda kwa kiasi gani labda pengine The Guardian of the Peak itakwenda kuitangaza ama kwa maana kwamba kwenda kutangaza utalii wa Tanzania? Yaani hii filamu ni kwa kiasi kikubwa imeshatangaza utalii wa Tanzania. Tumesema hii filamu imetengenezwa na Tanzania na China, na tumeona ndani ya filamu hii wapandaji wa mlima huu walikuwa ni wa Tanzania na wa China. Kwa hiyo moja kwa moja kwanza filamu hii inaenda kutangaza utalii wa Tanzania nchini China. Lakini pili, ndani ya filamu hii tumemwona yule raia wa kigeni ambaye amekuja na majivu ya wazazi wake kuja kuyamwaga mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo moja kwa moja hii filamu inaenda kutangaza Tanzania Ulaya. Kwa hivyo kwenye swala la filamu tu moja ambayo inatokana na mtayarishaji mmoja wa filamu, inaenda kuongeza tija sasa za kitalii kwenye maeneo makubwa zaidi ya mlima Kilimanjaro wenyewe, lakini itaongeza biashara za kiuchumi kwa wakazi wa Kilimanjaro, lakini kubwa linaongeza ile sasa limeongeza tija katika ile dhana ya kushirikiana kati ya Watanzania na Wachina, ambao Watanzania pia wamepata nafasi ya kujifunza mbinu za utayarishaji wa filamu kutoka kwa wenzetu wa China, na Wachina pia wamejifunza mbinu za utayarishaji ambazo zinabeba dhana ya Utanzania ndani yake. Kwa hiyo hii filamu kwa kipekee inaenda kuitangaza, imeshatangaza nchi yetu kwa kiasi kikubwa kwa namna ambayo nimeeleza. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana.